Huwezi kufanikiwa kuanzisha biashara kama hauna mtaji. Hivyo ni muhimu kutafakari jinsi unavyopata mtaji wa kuanzisha biashara. Baadhi ya wajasiriamali hudhani sehemu pekee ambayo zinapatikana fedha za mtaji wa biashara ni kwenye mabenki. Hiyo sio sawa. Video hii nitaeleza jinsi unavyoweza kupata fedha za mtaji wa biashara kupitia maeneo 10. Sasa hebu tuangalie njia 10 ambazo unaweza kutumia kupata mtaji wa biashara kama ifuatavyo. Namba 1 ni kuweka akiba wewe mwenyewe. Huu ni utaratibu ambao unaupanga wewe mwenyewe, kwa maana kuwa kama unapata kipato kidogo, basi unatenga pesa kila wiki au kila mwezi na kuzipeleka benki. Sasa baada ya muda, kama inawezekana baada ya mwaka mmoja au hata miezi 6, unaweza ukajikuta umepata mtaji. Kwa hiyo ni muhimu uweke utaratibu wa kuweka akiba polepole. Namba 2 inawahusu zaidi wanafunzi wa vyuoni, kwenye vyuo vikuu na vyuo vingine. Huwa wanalipwa pesa, wenyewe wanaita boom, kwa ajili ya kujikimu kwenye mambo yao ya maisha wakiwa chuoni. Sasa inabidi uwe mjanja. Zile pesa unapopata uwe unatenga kiasi. Najua ni vigumu, lakini inabidi ufanye hivyo. Tenga kiasi cha fedha kila mwezi unapeleka benki, au unaweza ukatumia hata utaratibu wa kuweka kwenye simu. Kwa hiyo sasa unaweza ukapeleka pesa hizo benki kila mwezi, na baada ya mwaka mmoja, kwa maana miezi 12, unaweza ukajikuta una pesa ya kutosha. Kwa mfano, unaweza ukasema kila mwezi unapeleka 50,000. Sasa utaona 50,000 baada ya mwaka utakuta ni 50 mara 12,000. Sasa hizo ni hela za kutosha, ni 600,000. Kwa hiyo ukikaa kama miaka 3 utajikuta tayari una mamilioni. Namba 3 ni michango kwa utaratibu wa upatu. Sasa upatu ni vikundi ambavyo mnaungana na kuchangishana pesa. Sasa inaweza ikawa ni sehemu ya kazi, au inaweza ikawa hata mtaani kwako unapokaa, mnaungana, mnachangishana pesa kila mwezi, halafu inapofika mwisho wa mwezi mnampa mmoja wenu mkopo. Mnampa mmoja wenu pesa. Sasa hizi pesa unaweza ukajikuta unakuwa na mtaji wa kutosha kuanzisha biashara. Namba 4 ni utaratibu wa vikoba, ambao kidogo unataka kulingana kama ni wa upatu, lakini huu sasa ni utaratibu ambao ni rasmi, unatumika kwa kuweka pesa watu wanachama mbalimbali, halafu mmoja wao au wawili wanapewa pesa, wanachukua kama ni mtaji kwa kufanyia biashara. Namba 5 ni mchango kutoka kwa ndugu na marafiki. Huu utaratibu wanaotumia sana wenzetu wa jamii ya Wakiesia, kwa maana Waarabu na Wahindi, kwa maana kuwa huwa wanachangishana pesa kumsaidia ndugu yao kuanzisha biashara. Bahati mbaya sisi tunachangishana pesa kwa ajili ya harusi na mambo mengine ya anasa. Sasa unaweza ukawatumia ndugu zako, ukawaambia kuwa unataka kuanzisha biashara na wewe mwenyewe labda umepata pesa kiasi fulani, hasa kuna mapungufu, basi mara nyingine wanaweza kukubali wakakupa pesa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaweza kukuchangia pesa. Namba 6 ni kupata fedha kutoka kwa wawekezaji. Kuna watu wana pesa zao na wanataka kuwekeza kwenye miradi mbalimbali au shughuli mbalimbali za kibiashara. Sasa inavyokuwa ni kuwa hao watu wanakuwa na vigezo vyao au na masharti yao. Sasa cha msingi tu ni kuwa contact hao watu na kuelewa vigezo gani wanavyokuwa wameweka. Basi kama utavitosheleza unapata pesa kutoka kwa wawekezaji. Mara nyingi wanataka uone umetengeneza plani, na wanataka uone vision yako, unataka kufanya nini. Sasa ukisha fanya assessment na kaona kwa hiyo vision yako ni feasible au ni inawezekana kutekelezeka, na wewe mtu mwenyewe unaonekana ni mtu unayeaminika, basi mara nyingi wanakupa fedha.
Namba 7 ni fedha kutoka kwa wahisani au mhisani. Hawa ni watu wana pesa na sasa tofauti na yule mwekezaji. Mwekezaji ni kwa anaweka lakini anategemea kupata faida. Lakini hawa wahisani wana pesa, wanatoa tu kama msaada tu, na mara nyingi wanatoa kwenye miradi ile ambayo ya kusaidia jamii au makundi fulani ya watu ambao wana changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo unaweza ukapata pesa kutoka kwa wahisani ikawa ni mtaji wa kuanzisha shughuli au biashara. 8 ni fedha kutoka serikalini. Huko serikalini zinatolewa pesa kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali kufanikisha mambo yao na hasa kufanya shughuli za kibiashara. Sasa kinachotakiwa mara nyingi mjiunge kwenye makundi, alafu mnatengeneza document yenu ya kuelezea madhumuni yenu na ili iweze kuonekana vision yenu. Mnaanzisha hicho kikundi kwa ajili ya kitu gani? Sasa inawezekana labda ni mambo ya environment, yani mambo yanahusiana na usafi labda na vitu kama hivyo, au kusaidia jamii. Sasa hapo serikali inatoa pesa na inatoa zaidi kwenye makundi ya vijana na hata makundi ya kina mama. Namba 9 ni mikopo. Hii nafikiri ndio wengi wanaifahamu. Unakuwa unakwenda kwenye taasisi za fedha ikiwa ni pamoja na mabenki na wana vigezo vyao wameweka. Sasa kama unaweza ukatekeleza hivyo vigezo, unapata pesa kwa ajili ya mtaji wa kuanzishia biashara. Namba 10 na mwisho ni mtaji unaotokana na ubia au kwa lugha ya Kiingereza wanasema partnership. Kuna watu wana pesa lakini sasa hakupi tu pesa, anataka na yeye muwe partners, yani muwe wabia, kwa maana mfanye hiyo biashara kwa pamoja. Kwa hiyo yeye anatoa pesa na wewe labda unakuwa umetoa pesa, lakini anaweza kawa ametoa pesa nyingi. Sasa mnafanya biashara kwa pamoja, huyo tunaita ni ubia. Kwa hiyo unapata mtaji kupitia uhusiano wa ubia. Sasa hizo ndio njia 10 ambazo mnaweza ukapata mtaji wa kuanzisha biashara. Nafikiri nimekusaidia. Sasa unaweza ukaniambia kati ya hizo njia 10 unafikiri ipi imekuvutia na unaweza ukaanza moja kwa moja kuifanyia kazi. Wasiliana na mimi na naweza nikatoa ushauri wa hapa na pale. Mwisho naomba muangalie video zetu zinazotolewa na How to Start Business channel, na tutapata maoni yenu pia kutoka kwenu kuhusiana na hizi video zetu. Mwisho kabisa nawatakia utazamaji mema. Mimi ni mtangazaji au mtengenezaji wa video Ali Mwambola. Asante na karibu tena.